Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya pili ya mfungo wetu siku ya leo. Na tunapoenda kuanza mwaka tunasema Mungu atupe miongozo na mwelekeo wake. Kwa Kiingereza wanasema divine direction, kwamba tunahitaji Bwana atupe direction. Tukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 2, nikianza kusoma ule mstari wa kwanza, maandiko yanasema ndipo nikageuka tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu kama alivyoniambia Bwana. Tukawa kuizunguka milima ya Seiri siku nyingi. Bwana akaniambia, mlivyozunguka mlima huu vyatosha, geuka upande wa kaskazini. Mlivyozunguka mlima huu vyatosha, geuka upande wa kaskazini. Tunaona Mungu anaeleza kwa habari ya taifa lake Israeli, alivyolipa maelekezo katika kila jambo. Tunaona kwamba maelekezo yalitoka kwake, divine directions. Kwa hiyo hata Musa ukiangalia jangwani alikuwa kiongozwa na maelekezo ya Mungu. Na Mungu alikuwa kiwapa maelekezo ya nini cha kufanya kwa kila siku, kila saa. Alikuwa kiwapa maelekezo na mipango yake kwa taifa lake Israel. Lakini tunaona divine direction haikuishia tu kwa wana wa Israel katika jangwa, lakini tunaona Musa anawaambia wana wa Israel katika kila jambo analolisikia, katika kila maelekezo anayoambiwa, ndio alichokuwa kiwaambia wana wa Israel. Lakini tunaona mtu mwingine ni Ibrahim, ambaye Mungu alikuwa akimpa maelekezo na mielekeo yote ya kwenda, na alifaulu kwa sababu alikuwa anaenda katika maelekezo ya Mungu. Tunaona anaambiwa toka, nenda mahali popote, we tembea tu, nitakwambia mimi kwa kwenda. Kwa hiyo akaanza safari. Tunaona ndio mtu wa kwanza ambaye anaambiwa nenda mahali popote, we tembea, mimi nitakupa mwelekeo, nitakupa direction, uende wapi, ukifika ufanye nini, ukifika ukae wapi. Mungu anampa maelekezo Ibrahim, na hakika Mungu akaanza kumpa maelekezo Ibrahimu. Ya kazi yake ilikuwa ni kusonga mbele tu, kama ambavyo sisi tunahitaji divine direction. Kazi yetu sisi ni kusonga mbele tu, kwamba tunataka kujua Mungu anasema nini. Tunasema Mungu, tunahitaji maelekezo yako, divine direction. Hawa watu wamebaki wanazunguka pale pale, hawaelewi. Lakini Mungu akawaambia, mmezunguka sana pasipo maelekezo, sasa yatosha, geuka, elekeza kaskazini kwako. Akaondoka, Bwana akawaonyesha njia kuienenda katika baraka. Lakini tunaona Daudi, Biblia inavyomtambulisha kwamba alikuwa ni mpenzi wa Mungu, kwamba alikuwa ni rafiki wa Mungu. Moja ya vitu ambavyo Daudi alikuwa kivizingatia sana ni kutaka miongozo ya kimungu katika kuliongoza taifa la Israel. Kwamba kama kulikuwa kunahitaji kwenda vita, Daudi hakuwahi kwenda kwa akili yake. Daudi alikuwa kirudi kumuuliza Mungu kwamba hii vita ipo mbele yetu, je, twende ama tusiende? Je, tuipigane hii vita ama tusipigane? Kwa unakuta Daudi alikuwa akitembea katika direction ya Mungu, kiasi kwamba hakuna kitu alichokifanya kwa akili zake. Divine direction, miongozo ya kiroho ama ya kimungu. Kwa tunaona watu kama hao majiant katika Biblia walihitaji maelekezo ya Mungu. Kuna nyakati ambazo wanahitaji kusikia Bwana anasema nini, anawaambia nini. Kama ilivyo sisi tunahitaji kusikia Mungu anasema nini. Kwenye biashara yako unahitaji kusikia Mungu anasema nini. Usifanye biashara kwa mazoea, lazima ujue Mungu anataka nini. Kwenye kazi yako unatakiwa kuelewa Mungu anataka nini. Na faida ya kupata miongozo ya kimungu ni nini? Divine direction ni kwamba
Si kwamba kila mahali unapofanya jambo fulani ni mahali pa kudumu. Nyakati nyingine Mungu anakupitisha kwenye kazi, lakini amekuandikia ni miaka 2 au miaka 3. Baada hapo kuna mahali pengine Mungu anakupeleka penye hatima yako. Ni lazima upate direction, proper direction kutoka kwa Bwana. Bwana akuonyeshe njia ikupasayo kuienenda. Bwana akufundishe kwa ratiba na ramani yake. Hivi ndivyo ambavyo tutaelekea mwaka 2026 kwa ushindi mkubwa sana, pale ambapo tutasimama na kufuata ratiba ya Bwana. Bwana atuambie nini cha kufanya, wapi, saa ngapi na nani. Bwana atakapofika katika hatua hizo, hakuna kitakachotushikilia, hakuna uharibifu utakaotushikilia, kwa maana hakuna aliyeongozwa na Bwana akabaki kwa kawaida. Bwana atupe direction, kutupa maelekezo ya kimungu ya namna ya kuenenda. Mimi ninajua ninafanya huduma, lakini nahitaji divine direction. Wewe unajua unafanya biashara, lakini unahitaji divine direction, unahitaji miongozo ya kimungu. Mwambie tu Mungu, naomba miongozo yako katika kila jambo, nifundishe upako wa direction, wa divine direction, nguvu ya kukuelewesha mahali pasapo kuenenda. Nitaenda kuomba sasa, tujiweke wakfu katika ibada hii ya kutafuta maelekezo, divine direction kwa Mungu kwa miaka yote. Utashangaa vile Mungu atakavyokushangaza, vile utakavyotembea kwa uaminifu kwa Bwana, na Bwana atatembea kwa uaminifu kwako. Hata kudanganya Mungu wetu, kwa sababu yeye sio mwongo hata aongee uongo. Yeye sio mwongo, hawezi kudanganya. Akikwambia kulia ndiko kwenye malisho ya majani mabichi. Akikwambia nenda kushoto, ujue mbele yake kuna malisho ya majani mabichi. Baba atupe maelekezo, divine direction, ili tutembee kwenye malisho ya majani mabichi. Nataka tuende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakushukuru sana. Tunakushukuru kwa maana umesema nasi, umeongea nasi Mfalme, kwa habari ya mwelekeo wako wa kimungu, divine direction. Mungu aliye hai, tunakushukuru kwa sababu hutatuacha wala kutupungukia. Tunajiweka wakfu katika kuongozwa na wewe Bwana. Utupe mwelekeo sahihi, utupasao kuenenda. Mungu aliye hai, tupe mwelekeo sahihi wa biashara zetu, wa mali zetu, wa ndoa zetu, wa uchumba wetu. Nipe direction katika jina la Yesu, wa tunapoingia na tunapotoka. Tunahitaji direction, hatutaki kuzunguka mahali pamoja. Baba, ninaomba mtoto wako kwenye biashara yake, mpe proper direction, mpe maelekezo ya njia mpasao kuienenda, mpe maelekezo ya mahali pa baraka zake, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwenye kazi yako, pokea neema ya maelekezo kutoka kwa Bwana. Kwenye biashara yako, pokea neema ya maelekezo kutoka kwa Bwana. Kwenye mahusiano, pokea neema ya maelekezo kutoka kwa Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwenye afya, pokea neema maelekezo kutoka kwa Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa neema na rehema. Sifa na heshima ni vyako katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako njema sasa kwa Bwana. Tunaenda kuziachilia sadaka, kujiweka wakfu katika mfungo wetu wa siku ya pili, kuomba Mungu atuonyeshe njia itupasayo kuienenda, na tutaachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713 842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema na mfungo mwema. Amen.